Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Mahali ulipo sema amen. Ni masaa mazuri ambayo tunaenda kushiriki neno la Bwana. Hapo ulipo naomba tukaweze kuungana pamoja kwa sababu ya neno la Bwana. Na kabla sijaanza, wacha tushukuru kwa neno, kwa ajili ya neno. Baba, ni asante Mungu mtakatifu, na kushukuru kwa sababu ya neno lako. Tunaposhiriki neno lako likafanyike mkate wa uzima ndani ya maisha yetu, katika jina la Yesu naomba na hata kuamini, amen. Mahali ulipo hapo, ningeomba tukashiriki neno la Bwana. Na neno la Bwana ni kwa ajili ya maisha yetu. Nataka nisungumuzie kizazi cha leo, kwa sababu ni kizazi ambacho Yesu alitabiri habari zake, akasema kutakuwa na kizazi ambacho ni cha kujipenda, na kitakuwa kikafananishwa na kizazi cha nyoka. Ninataka nisungumuze kuhusu kizazi hiki. Ninataka nisome maandiko kwa ufupi. Bwana Yesu asifiwe. Kitabu cha Waamuzi 9 kinasema hivi: nao wakamzika katika mpaka wa urithi wake katika Timothi Eresi, katika nchi ya vilima vya Efraimu upande wa kaskazini wa mlima wa Gashi. Tena watu wote wa kizazi hicho nao walikusanywa waende kwa baba zao. Kikainuka kizazi kingine nyuma yao ambacho hakikumjua Bwana, wala hawakuijua hiyo kazi ambayo alikuwa ameitenda kwa ajili ya Israeli. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko inaongea kuhusu kizazi hiki, na inasema ya kwamba baada ya Joshua kufa kuliinuka kizazi kingine ambacho hakikumjua Mungu. Waamuzi 2:9. Waambuli anzia 8 hapo ndipo utaona Mungu anasema Joshua alipokufa kuliinuka kizazi kingine ambacho hakikumjua Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nizungumuze kuhusu kizazi cha leo, kwa sababu kizazi cha leo ni kizazi ambacho maandiko inasema ni kizazi kimepotoka, kizazi cha nyoka. Na ukiangalia sana yale mambo yanaendelea, unaweza ukapata huo ufunuo, unaweza ukapata hao maandiko na ukapata ufunuo kwa kizazi hiki. Bwana Yesu asifiwe. Ni mambo ambayo yamekuwa yakiendelea, ambayo ni mambo ambayo hayampendezi Mungu. Katika kizazi hiki cha leo utaona ya kwamba mambo yanayoendelea ni mambo ambayo hayampendezi Mungu. Utaona katika mitandao ya kisasa yale mambo yanaendelea, na ukiangalia hayo maandiko utaona ni kwamba maandiko tayari yametimia. Kizazi ambacho ni cha sasa ni kizazi ambacho hakimjui Mungu. Kwa sababu ya nini? Angalia yale mambo yalihesabika kuwa ni mambaya, hayafai katika maisha ya mwanadamu na wazee waliotutangulia. Sasa hayo mambo ndio yanatumika katika mitandao ili watu wapate chakula kupitia hayo mambo ambayo hayakuwa yanafaa katika maisha ya mwanadamu. Ni mambo ambayo hayakustahili katika maisha ya mwanadamu. Ni mambo ukisoma maandiko utaona ni mambo ambayo Mungu ameyakataa.
utaona vile mitandao, wanandada ambao walihesabika watu wa maana katika jamii, sasa hivi utaona katika mitandao yale mambo wandada wanaongea katika mitandao hayakuwa yanaruhusiwa. Ni mambo ambao ukiyazungumza katika jamii ulikuwa unahesabika kama ni mwanamke, alikuwa anahesabika mwanamke asiyefaa katika jamii. Bwana Yesu asifiwe. Utaona wanawake saa hizi wanaanika uji wao katika mitandao, wengine wanatafuta, wananena mapenzi hadharani, mambo ambao yalikuwa hayawezi kutajwa ovyo ovyo, sasa yanatajwa hadharani. Kwa sababu ya nini? Watu wanatafutia matumbo yao katika uovu. Watu wanatafuta vile wataishi kupitia uovu. Sodomu na Gomora ilikuwa hivyo. Watu walikulia ndani ya uovu kama vile kunaendelea sasa. Watu sasa wanakula ndani ya uovu. Ukiangalia zile gospel, watu wanasema wanaimba gospel, wanamuimbia Mungu. Ukiangalia zile vituko wanafanya, wakisema wanamuimbia Mungu, wengine wanasokota viuno, wengine wanamuimbia nyimbo ambazo asina heshima kwa Mungu. Yeye anauliza heshima yangu iko wapi? Ukiangalia vile wanasema wanamuimbia Mungu, mimi naweza kusema hizo si nyimbo za gospel. Hizo ni nyimbo za kumwabudu shetani, kwa sababu Mungu hawezi kuibiwa nyimbo ambazo hazina heshima. Hakuna vile utasema unamuibia Mungu na unasokota kiuno, ni kwamba uko mbaya. Kiuno kinasokotwa, watu ni kama wanajiuza wakitumia jina la wokovu. Watu wanafanya umalaya wakitumia jina la wokovu. Watu wanafanya usherati wakitumia jina la wokovu. Watu wanaabudu shetani wakitumia jina la wokovu. Bwana Yesu asifiwe. Watu wanaabudu shetani lakini wanatumia jina la wokovu. Watu wanamuibia shetani wanatumia jina la wokovu. Hebu angalia vile wanatusiana katika mitandao. Wakati wanasema wanamuibia Mungu, wanatusi, maana wanaanikana vile wanafanya umalaya na usherati katika mitandao, na wanasema wanamuibia Mungu. Mimi nataka niwaambie, sio Mungu mnamuibia. Hizo nyimbo zi za Mungu. Mnamuibia shetani. Nataka niwatangazie, ni shetani mnamuibia. Hakuna Mungu anaibiwa nyimbo za aina hiyo. Mungu hawezi kuibiwa nyimbo ambazo asijampa heshima yake. Mungu ni Mungu mtakatifu. Hizo nyimbo mnaimba kwa mitandao, unafikiria hizo nyimbo? Wewe unajua vizuri hizo nyimbo zi za Mungu. Mungu anasema yeye anapenda moyo uliobondeka. Hizo nyimbo mnazoimba ni za watu waliobondeka mioyo yao. Hizo nyimbo mnazoimba kwa mitandao mkisema ni gospel, ni nyimbo za watu wanyenyekevu. Ama hizo nyimbo ziko na unyenyekevu ndani. Hizo nyimbo ziko na roho ya kubondeka ndani. Nataka niwaambie, mnamtumikia shetani. Mnamtumikia shetani, na imefika mahali tuambiane ukweli. Kwa sababu maandiko inasema wakemewe na waonywe dhambi zao. Wewe unayeimba hizo nyimbo, shetani anakutumikisha kwa jina la wokovu. Unaweza kuwa wewe ni agent wa shetani kwa jina la wokovu, ili kuendelea na kupoteza
wengine. Kwa hivyo endeleeni kumtumikia shetani na mtoe jina la wokovu katika sarakazi zenu. Ondoeni jina la wokovu kwa sarakazi zenu. Mungu ni Mungu mtakatifu. Mungu ni Mungu anapenda unyenyekevu. Mungu ni Mungu anapenda roho iliyobondeka. Roho zenu hazijabondeka. Munaimba nyimbo, munasokota viuno, munanyunyana midomo kwa mitandao. Munamunyana midomo kwa mitandao. Munaonyesha tabia za kishetani kwa jina la wokovu. Ikiwa hamtarekebisha tabia zenu, mjue wakati ni mchache. Ni wakati wako ukimbie na utubu. Uachane na hizo zarakazi na utubu, umrudie Mungu. La sivyo, Yesu Kristo anarudi. Utashangaa sana ukiwa ulisema uliokoka, kumbe au kuokoka. Hakuna Mungu anaweza kuibiwa nyimbo na watu wakiwa uji. Haiwezekani. Uji unatangaza watu kufanya usherati kwa wingi. Ikiwa unaiba hizo nyimbo na uko uji, sio Mungu unamuibia. Unaibia shetani, kwa sababu shetani toka mwanzo yeye hupenda usherati. Yeye hupenda dhambi. Yeye ndio unamuibia. Na ikiwa unanisikia mahali hapo na umepata ujumbe, rekebisha tabia zako, kwa sababu Yesu Kristo anakuja kukujia kanisa lake. Kuna nafasi nzuri ya kutubu, maana ujafa, uko uhai, ujakufa, bado uko mzima. Rekebisha tabia zako, Yesu akupate ukiwa umesimama. Kwa sababu Yesu alikufa kwa sababu ya wenye dhambi, lakini hakufa kwa sababu ya wenye dhambi waendelee kukaa katika dhambi. Alikufa kwa sababu ya wenye dhambi waachane na dhambi, wamfuate yeye. Kwa hivyo rekebisha tabia zako. Hiyo menendo unaoenda nayo ya kishetani, wachana nayo na urekebishe njia zako ili uweze kuokoka. Barikiwa sana unayenisikia, waliopokea huu ujumbe ni kwa ajili yako. Kumbuka, Mungu hana shida yoyote. Mungu hakuna siku atalazwa hospitali. Mungu hakuna siku atalia matatizo ya hapa duniani. Wewe mwanadamu ndio umewekewa baraka na laana, uchague. Ni nafasi yako uchague kile ambacho unaona kinafaa. Ikiwa unaona laana ndio nzuri, basi Mungu amekuambia tembea na laana. Ikiwa umeona baraka za Mungu ndio zinafaa, ningeomba uweze kuchagua baraka za Mungu ili ukaweze kuponya nafsi yako kabla pigo haijakuja kwako. Soma kitabu cha Deuteronomy, Kumbukumbu la Torati, kifungu ni cha 28. Kinaongea baraka na laana ambazo Mungu amewekea mwanadamu hapa duniani. Unaweza kufurahia miaka kidogo, lakini miaka ingine injayo kama 5 ni kupate mahali ambapo utakuwa unamulilia Mungu. Lakini kuna wakati unafika Mungu hawezi kuwa na nafasi yako, kwa sababu wakati ulikuwa amekupa nafasi haukupata nafasi yake. Rekebisha tabia zako, Mungu akusamehe, usimame katika wokovu. Barikiwa sana na Mungu aweze kukupa neema zaidi. Kwa mawasiliano zaidi, namba yangu ndio hiyo 0759223204. Barikiwa sana na Mungu hawe pamoja nao. Amina.